Karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Afisi yake Rais William Ruto ya Harambee House jijini Nairobi imeanza kuhusika kwenye wizi, ulaghai wa pesa, money laundering, jinsi ambavyo afisi ya William Ruto kipindi ambapo alipokuwa naibu rais, Harambee Annex ilivyokuwa inahusika kwenye zabuni za uongo, kwenye wizi wa pesa, kilichosababisha mpaka Sergeant Kenei aliyekuwa anasimamia usalama katika afisi ya naibu rais William Ruto kipindi hicho akauawa. Mnakumbuka Sergeant Kenei mwenye aliuawa kipindi ambapo William Ruto alikuwa ni naibu rais? Aliuawa kwa sababu alishuhudia kwa macho yake jinsi ambavyo watu walikuwa wana sign deal za bilioni 39 za kuleta silaha za mapigano katika taifa letu la Kenya. Akauawa tu. Kama nyinyi ni watu ambao mnakumbuka, you can google Sergeant Kenei usome. The same way zabuni zilikuwa zinatiwa kandarasi au tenders were signed at the Deputy President William Ruto those days. The same case of fake tenders zimeanza kupitishwa kwa afisi ya Rais William Ruto sasa hivi. Ninamaanisha nini? Uchunguzi unaendelea kuhusu ulaghai wa shilingi milioni 60 zabuni waliomlaghai mfanyabiashara wa Uswidi. Tunaelezwa kwamba viongozi wakuu katika afisi ya William Ruto ya Harambee House na washukiwa wengine 4 walio chini yao wanaodaiwa kuandaa mikutano na kupata ufikiaji wa Harambee House, afisi ya William Ruto, walikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na afisi za juu. Yaani kuna watu ambao walikamatwa mnamo tarehe 10 mwezi huu wa 3 katika jumba la Harambee House, afisi ya William Ruto. Tunaelezwa kwamba wale watu ambao waliweza kukamatwa kwa kufanya biashara gushi katika afisi za William Ruto walikuwa na ukaribu na viongozi wakuu serikalini. Sikiliza, waliokamatwa ni Purity Njeri Jamiu pamoja na Geoffrey Were Odondi. Wanadaiwa kuwa walikuwa wakihusishwa na ofisi ya katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani Raymond Omolo, huku Jared Muniaro Msinde pamoja na Evans Kipkemoi Simotuo wametajwa kuwa wasaidizi wa seneta wa Uasin Gishu, wa seneta Alan Chesang. Alan Chesang si seneta wa Uasin Gishu, ni seneta mahala ambapo gavana huyu wa Tawe Movement anaongoza Trans Nzoia.
Sasa ninashangaa watu ambao walio na ukaribu wa viongozi wakuu serikalini, wao ndio wanafanya utapeli, ulaghai katika taifa letu la Kenya. Sasa utawala wa Rais William Ruto umekumbwa sasa na ukosoaji mkuu kufuatia ufichuzi uliowahusisha maafisa wa ngazi za juu katika Wizara ya Mambo ya Ndani na kashfa kubwa ya ufisadi. Mnaelewa, afisi ya viongozi wa Wizara ya Ndani wako ama ziko katika Harambee House, mahala ambapo tuko na afisi ya rais wa taifa la Kenya. Sasa imagine wasaidizi hao wakuu wa Raymond Omolo ndio wanafanya biashara gushi za kumdanganya mfanyabiashara wa kigeni, akawapea pesa eti kwamba watamsaidia aweze kupata kandarasi ya serikali ya kusambaza ambulensi 500. Kwa hivyo waliomba huyu mfanyabiashara pesa 60 million ili wamsaidie aweze kupata kandarasi ya kusambaza ambulensi 500. Sasa imagine, sikiliza hapa, washukiwa hawa 4 ambao nimekueleza, wawili wako na ukaribu na Raymond Omolo ambaye ni Principal Secretary wa Interior Ministry, na wawili ambao wako na ukaribu na seneta wa Trans Nzoia Allan Chesang. Inasemekana kwamba waliandaa mikutano katika Harambee House, afisi ya William Ruto, ili kuipa uhalali dili hii iliyosababisha huyu mfanyabiashara kuwapea shilingi milioni 60 ili wamsaidie kupata kandarasi. Na inasemekana kwamba waliweza kugushi nyaraka, forgery, document forgery. Waliweza kugushi nyaraka za afisi ya rais. Sasa tunaelezwa kwamba hao watu wamekwisha kamatwa, wamefunguliwa mashtaka ya kugushi nyaraka na kupata pesa kwa njia ya udanganyifu, money laundering. Sasa kitu ambacho kinanishangaza, hawa watu karibu kwake Raymond Omolo pamoja na Allan Chesang, viongozi hawa wakuu Raymond Omolo na Allan Chesang hawajaweza kutoa tamko lolote. Lakini kitu ambacho kimeweza kunishangaza, afisi ya rais katika taifa letu la Kenya inatumika kufanya biashara gushi. Lakini hata kana kwamba afisi ya rais inatumika kufanya biashara gushi, si hata afisi ya William Ruto kipindi ambapo alipokuwa naibu rais, si ilihusika kufanya biashara mbaya, kununua silaha za mapigano, kitu ambacho kilifanya Sergeant Kenei akauawa kwa sababu alikuwa mshuhuda. He was the witness, mwenye angeenda kutoa ushuhuda jinsi ambavyo mambo hayo yalifanyika. Kwa hivyo wale ambao mnashangaa mbona biashara mbaya zinafanywa katika afisi ya rais, si ilikuwa inafanywa hata kipindi ambapo alikuwa naibu rais? Sasa kipindi hayo yameweza kutolewa, Raymond Omolo hajaweza kuzungumza chochote, Allan Chesang hajaweza kuzungumza chochote, lakini kwa sababu wako na ukaribu na serikali, wanamfanyia William Ruto kazi, DCI imeweza kukuja na kusema kwamba hizo taarifa ambazo zimesemwa kwamba kuna biashara gushi ambazo zinahusisha Raymond Omolo
Alan Chesangi eti kwamba hizo taarifa ni feki. Unajua taarifa hizo ziliweza kutolewa na The Standard, lakini sasa DCI inasema kwamba taarifa hizo ni feki. Wanasema taarifa hizo ni feki kivipi? Sikiliza. Shirika la upelelezi la jinai DCI limekanusha taarifa zinazohusisha maafisa wa serikali na kashifa kubwa ya ulaghai iliyodaiwa kutokea Harambee House, ikieleza kuwa washukiwa wote 7 waliokamatwa ni watu wa nje waliokuwa wakijifanya maafisa wa serikali. Sasa unaona, hawa watu ambao walikamatwa walikuwa wanafanyia kazi hawa Raymond Omolo na Alan Chesangi. Sasa Wakenya wamekwisha ambiwa kwamba watu hawa walikuwa wanafanya kazi kwa serikali na walikuwa wanafanya biashara gushi, kufanya madili katika afisi ya rais. Sasa DCI imeweza kujitokeza ili kusafisha Raymond Omolo na Alan Chesangi kwa kusema kwamba hawa hawakukuwa wanafanya kazi katika afisi ya serikali, hawakukuwa na ukaribu na Raymond Omolo. Kumbe wacha nikwambie, hizi afisi kubwa kubwa za serikali, watu ambao wako pale ni pesa wanatafuta, ni biashara gushi wanafanya. Sasa DCI hii leo tarehe 20 Machi walisema kuwa washukiwa hao waliwakamata tarehe 10 mwezi Machi baada ya kuingia kinyume cha sheria katika chumba cha mikutano kilichopo ghorofa ya 12 ya Harambee House, na kundi hilo linadaiwa kujifanya maafisa katika Wizara ya Usalama wa Ndani. Sikiliza, Hazina ya Taifa na Wizara ya Afya katika njama ya kuwalenga wawekezaji wa kigeni. Sasa wanataka kutuambia kwamba eti kwamba hawa watu walijifanya wako na ukaribu na Raymond Omolo, kipindi ambapo hawa ni marafiki wa Raymond Omolo na Alan Chesangi. Hii Kenya bwana, hawa viongozi ni madili wanafanya, ni pesa wanatafuta, ni utajiri wanatafuta. Hii serikali ni ya wizi tupu. No wonder Wakenya tunalipa ushuru, hatuoni mahala ambapo hizo pesa zenye tunalipa ushuru zinaenda, kwa sababu wanatueleza hivi eti hawa majamaa 7 ambao walikamatwa hawana uhusiano na Raymond Omolo, hawana uhusiano na Alan Chesangi. Lakini sasa swali ni je, waliingiaje katika afisi ya rais? Kwani walijifanya jini wakapanda wakaingia mpaka Harambee House? Kwa sababu afisi ya rais Harambee House, lile jumba linachungwa na Reke Squad, wala ambao wanamchunga rais. Na ili uweze kupita uingie kwa lile jumba, lazima uko na access, lazima uko na idhini, na lazima unajulikana. Mimi bwana Ezra siwezi nikakaribia katika lile jumba, nitabebwa hobela. Kwanza venye mimi nikakembamba, nitabebwa juu, kwanza nitakuwa na rushwa juu. Hawa watu walikuwa wanajuana na viongozi ambao wanafanya kazi hapo ndani. Sasa tunaelezwa kwamba ulaghai huo unadaiwa kuanza Januari mwaka 2026 wakati waathiriwa walipowasiliana kupitia WhatsApp na baadaye kuunganishwa na watu waliodaiwa kuwa washauri wenye uhusiano wa serikali. Sikiliza, eti waathiriwa waliletwa nchini kupelekwa Harambee House na kuoneshwa nyaraka bandia za zabuni zikiwemo vyeti vya kugushi vya udhibitisho. Lakini ninaomba uweze kusikiliza hivi. Kuna penye ambapo DCI hawaelezi walikaguliwa kivipi na wakapitishwa wakaingia mpaka kwenye chumba cha mikutano cha Harambee House. Eti wanasema kwamba
Waliokamatwa ni pamoja na Geoffrey Were, wale ambao nimekueleza wako na ukaribu na Omolo Raymond pamoja na Alan Chesang. Wanasema kwamba eti hakuna afisi hiyo, ni DCI inasema kwamba hakuna afisa yeyote wa serikali aliyehusika katika njama hiyo, na imeonya umma pamoja na wawekezaji wa kimataifa kuwa waangalifu dhidi ya zabuni za ulaghai, ikikumbusha kuwa zabuni halali za serikali hutangazwa kupitia kwa njia rasmi. Nani alikuambia? Nani alikuambia eti kwamba zabuni halali zinatangazwa? Hizo zabuni halali yani tenders huwa zinatangazwa, lakini wale ambao wanapewa wanajulikana, wanajuana na viongozi wakuu serikalini jinsi ambavyo wanapata hizo tenders. Lakini kuna penye ambapo DCI hawajatueleza. Ndio wametueleza kwamba waliwakamata, wamewafikisha mahakamani kwa kugushi nyaraka na kwa kupata pesa kwa njia ambazo hazifai, money laundering. Lakini hawajaweza kutueleza iliwezekanaje hawa watu 7 kama basi wamesema kwamba ni watu bandia wasiojulikana katika Harambee House. Walipitaje wakaingia katika afisi ya rais Harambee House, wakakaguliwa, wakapewa kibali cha kuingia, wakaenda mpaka kwenye chumba namba 12, wakafanya mikutano pale. Wakenya si wajinga, Wakenya si wajinga. Kutoka kitambo, afisi ya rais William Ruto alipokuwa naibu rais ilikuwa inahusishwa na biashara gushi, kilichosababisha Sancheti Kenei akafariki. Yaweze ikawa kwamba sio rais William Ruto anahusika moja kwa moja, lakini wale ambao wanamkaribia, wale ambao amepea kazi, ndio wanapeana tenders za ulaghai. Kwa hivyo William Ruto anapaswa kujichunga na watu ambao wanajifanya marafiki zake, kwa sababu wanatapeli pesa, wanafanya biashara gushi. Ona afisi ya Deputy President kuanzia 2013 up to 2022, Sergeant Kenei aliuawa kwa kuona jinsi ambavyo hizo biashara zilikuwa zinafanyika. Sasa hivi ni nani ambaye atauawa kwa kuweza kuruhusu hao watu waingie ndani? Ni nani ambaye atauawa ili asiende kutoa ushahidi? Kenya yetu mahala ambapo tumefika, viongozi ambao tunawachagua ndio wanamaliza kabisa Kenya yetu. Mnachagua viongozi vizuri mkifikiri kwamba ataleta maendeleo, akifika pale, mpenzi mtazamaji, ni madiri tu anasaini na kupotosha na kuuza Kenya vibaya. Wazo lako ni lipi? Itawezekanaje William Ruto afisi yake alipokuwa naibu rais Harambee Annex ikahusika kwenye biashara gushi? Tena sasa hivi Harambee House, afisi ya rais, inahusika kwenye biashara gushi. Alafu mnaambiwa kwamba eti hao watu walikuwa ni watu wa nje, hawana uhusiano na serikali. Walipitaje mpaka wakaingia kwenye chumba cha mazungumzo? Sema nasi.